Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumania kwamba mnaendelea vizuri, na basi tunawakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika sekta ya kiusalama ambako hali yake inazidi kuzorota siku baada ya siku. Mapigano yaliripotiwa katika muhimili ama akse ya Kavumu mkoani Kivu Kusini, yakihusisha vikosi vya muungano wa FCM 23 RDF dhidi ya vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, vikisaidiwa na makundi ya wapiganaji wa Zalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na vya kiusalama vinavyolingana, vinadai kuwa mapigano hayo yaliyotawaliwa na matumizi ya silaha nzito yalisababisha hofu kubwa miongoni mwa raia. Vijiji kadhaa hususan Mbayo, Mulangala na Kamakombe viliachwa wazi bila wakazi baada ya wananchi kulazimika kuyahama makazi yao kwa haraka ili kujinusuru na hatari. Vyanzo hivyo vinaeleza pia kuwa waasi wameimarisha kwa kiasi kikubwa nafasi zao kwa kupeleka vikosi vipya pamoja na vifaa vya kijeshi. Hatua hiyo inaonekana kuwa sehemu ya operesheni ya kuvunja ngome za ulinzi wa FARDC na wazalendo kwa lengo la kufungua njia ya kimkakati kuelekea wilaya ya Walikale. Mapigano hayo yaliendelea na kujikita katika mihimili ama akse kadhaa nyeti, ikiwemo Chivanga, Langa, Mbayo na Bugulumiza. Katika maeneo haya vikosi vya serikali vikishirikiana na wazalendo vinaendelea kujaribu kuzuia kusonga mbele kwa waasi katika mapigano yanayoelezwa kuwa makali ya muda mrefu. Aidha, vyanzo vya kiusalama vinaashiria uwepo wa mkakati mpana zaidi unaolenga kudhibiti maeneo yenye umuhimu wa kimkakati yakiwemo wilaya za Mwenga na Walikale, nyanda za juu za Uvira, Fizi, Mwenga pamoja na eneo la Bunyakiri. Udhibiti wa maeneo haya unaweza kufungua njia ya kufikia mikoa mingine muhimu kama Maniema pamoja na mji mkubwa kama Kalemi na Kisangani. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliopoteza maisha wala uharibifu wa mali. Hali ya usalama inaendelea kuwa tete na kubadilika mara kwa mara. Tukisalia huko mkoani Kivu Kusini, mashambulizi ya anga yanadaiwa kufanywa kwa kutumia droni yameripotiwa katika alasiri ya Jumatatu ya tarehe 18 Mei mwaka huu katika eneo la Minembwe lililoko kwenye nyanda za juu za wilaya ya Fizi. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani na vya kiusalama, vinadai kuwa mashambulizi hayo yalilenga maeneo yaliyokuwa yakishikiliwa na muungano wa makundi yenye silaha yakiwemo M23 RDF pamoja na wapiganaji wa Twirwaneho wa Red Tabara. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, mashambulizi hayo yamesababisha hasara kubwa ya kibinadamu ndani ya muungano huo. Miongoni mwa walioathiriwa anatajwa na afisa wa ngazi za juu anajulikana kama Colonel Joseph Mitabu, anayeelezwa kuwa alikuwa na jukumu muhimu la operesheni katika muhimili ama akse ya Minembwe. Taarifa ambazo bado hazijathibitishwa rasmi pia zinaeleza uwezekano wa kuuawa kwa wapiganaji kadhaa, wakiwemo baadhi wanaodaiwa kuwa raia wa Rwanda. Colonel Mitabu Joseph anatajwa na baadhi ya vyanzo kuwa alikuwa amepelekwa katika eneo hilo katika mfumo wa operesheni za kijeshi zinazofanyika kwenye nyanda za juu zinazojumuisha maeneo ya Uvira, Fizi na Mwenga. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuthibitisha utambulisho wake, nafasi yake halisi wala mazingira ya kifo chake. Kwa ujumla, idadi kamili ya waliopoteza maisha bado ni vigumu kuthibitishwa kwa njia huru, hasa kutokana na hali ya mvutano unaoendelea na uwepo wa taarifa zinazokinzana. Hali ya usalama katika sehemu hii ya Kivu Kusini inaendelea kuwa ya kutia wasiwasi, huku mapigano yakiongezeka na ushiriki wa makundi mengi yenye silaha ukizidi kuongezeka, jambo linalozidisha zaidi mzozo wa kibinadamu katika eneo hilo. Mashambulizi hayo yalitokea huku shirika la Banyamulenge Global Advocacy yani BGA en sigle limeitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua tahadhari dhidi ya kile linachokieleza kuwa ni uendelezaji wa matumizi ya kisiasa ya jamii ya Banyamulenge na utawala wa Paul Kagame kwa madhumuni ya kulinda na kuendeleza maslahi ya kisiasa, kijeshi na kiuchumi ya Rwanda katika ukanda wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa ya Banyamulenge
Banyamulenge Global Advocacy imeeleza kuwa baadhi ya vikosi vya Rwanda Defense Force RDF vikisaidiwa na makundi yenye silaha yanayoshirikiana navyo wakiwemo Red Tabara M23 na MRDP yani Twirwaneho vinaendelea kuwa na udhibiti juu ya raia wa Banyamulenge katika eneo la Minembwe. Kwa mujibu wa madai hayo, raia wanadaiwa kutumiwa kama kinga dhidi ya mashambulizi, hali inayozidisha hatari katika mazingira ambayo tayari yana changamoto kubwa za kiusalama. Aidha, BGA inaeleza kuwa hatua zilizotangazwa kama uondoaji wa vikosi vya Rwanda katika maeneo ya Uvira na bonde la Ruzizi zilifuatwa na uhamishaji wa kimkakati wa vikosi hivyo kuelekea kwenye nyanda za juu, hususan katika maeneo ya Rurambo, Bijombo na Bibokoboko. Kwa mujibu wa shirika hilo, hatua hii inalenga kuimarisha udhibiti wa kijeshi na kiusalama juu ya raia, huku ikiongeza uwezekano wa kutokea kwa ghasia au mauaji ya halaiki ambayo yanaweza kutumika kuhalalisha uwepo wa muda mrefu wa vikosi vya kigeni ndani ya ardhi ya Kongo. Vile shirika hilo limeonya kuhusu uwepo wa maandamano yanayodaiwa kuwakilisha sauti ya diaspora ya Banyamulenge, huku ikidai kuwa baadhi yake yanaandaliwa na kuhamasishwa na mitandao inayohusishwa na mamlaka za Kigali. Katika muktadha huo, BGA imetoa wito kwa taasisi za kikanda na kimataifa zikiwemo Southern African Development Community SADC, East Africa Community EAC na Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya pamoja na Marekani kuongeza umakini na uchunguzi dhidi ya mienendo inayoweza kupotosha ukweli wa hali halisi. Kwa mtazamo wake, Banyamulenge Global Advocacy BGA en sigle inaamini kuwa mikakati inayotumika mashariki mwa DRC ya kujionyesha kama mlinzi wa jamii huku ikichangia kuzorota kwa usalama wake inaanza kuonekana pia katika anga ya kimataifa kwa lengo la kushawishi maoni ya umma na kupunguza shinikizo la vikwazo vinavyoelekezwa kwa Rwanda. Hatimaye shirika hilo linasisitiza kuwa tukio lolote la mauaji katika nyanda za juu za Minembwe linapaswa kuchambuliwa kwa kina likizingatia muktadha wa madai hayo. BGA inahitimisha kwa kueleza hali hiyo kama mkanganyiko wa kusikitisha, ikisisitiza kuwa haiwezekani kwa mhusika mmoja kuhusishwa na chanzo cha ukosefu wa usalama na wakati huo kujionyesha kama mlinzi wa raia wanaoathirika. Na kwa upande mwingine, upande wa makundi ya kujilinda ya wapiganaji wazalendo yanayofanya shughuli zake katika nyanda za juu za maeneo ya Uvira, Fizi na Mwenga, nayo pia yameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kile wanachokiona kama jaribio la kutumia vibaya misaada ya kibinadamu katika eneo la Minembwe. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani vinavyofanana, makundi hayo yanaonya Programme Alimentaire Mondiale yani PAM dhidi ya kutoa msaada wowote wa vifaa au usafirishaji ambao unaweza moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja kunufaisha muungano wa makundi yenye silaha yanayofanya operesheni katika eneo hilo, hususan M23, wanajeshi wanaohusishwa na Rwanda Defense Force RDF pamoja na wapiganaji wa AFC Twirwaneho na Red Tabara. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo vinadai kuwa baadhi ya viongozi wa kisiasa na kijeshi akiwemo Moise Nyarugabo na Paul Kagame wanatajwa kuhusika katika mkakati wa kusambaza mahitaji kwa vikosi vya kijeshi vilivyoko Minembwe na maeneo ya jirani. Inadaiwa kuwa operesheni hiyo inapangwa kufanyika kwa kutumia misafara inayowasilishwa kama ya kibinadamu. Taarifa hizo zinaongeza kuwa malori kadhaa yaliyobeba vyakula, dawa pamoja na vifaa vya kijeshi kama silaha na risasi tayari yameandaliwa kupita katika njia ya Bukavu, Uvira, Baraka na hadi Minembwe. Njia hii ya ardhini inaelezwa kuwa ndiyo njia kuu iliyobaki kwa sasa, huku njia ya anga ikidaiwa kuwa si rahisi tena kutumika kulingana na vyanzo vya ndani. Wazalendo wanadai kuwa misafara hiyo inaweza kuwasilishwa kama msaada kwa raia wa jamii ya Banyamulenge wanaoishi Minembwe na maeneo ya jirani, lakini kwa mtazamo wao inaweza pia kutumika kama kificho cha kusaidia makundi yenye silaha yaliyopo katika eneo hilo. Katika muktadha huu, makundi
hayo ya kujilinda yanatoa wito kwa mashirika ya kibinadamu pamoja na jumuiya ya kimataifa kuwa makini zaidi ili kuhakikisha kuwa misaada yoyote inabaki kuwa ya upande wowote na yenye uwazi katika eneo hili linalokabiliwa na hali ya usalama isiyotulia na mvutano mkubwa wa kijamii. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenga TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kutengeneza vichwa vya habari katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.